amekuja. Ndio, Zangi amewasili majira ya saa 5 baada ya viongozi kuikaa kwa muda wa kutosha mjua pale ku frontiere kuboda kumsubiri, lakini alitoka Kinshasa na governor Jean-Jacques Purusi. Lakini kumbusho kwamba kuko hali ya sitofahamu kati ya governor titulaire na adjoint wake Elakar. Habari ambazo zinasemekana kwenye mitandao zile zipo kabisa. Kuna shida gani? Ndio hata sisi wakati tulikuwa tunafanya reportage kule kwa kuona kwetu tunaona kwamba kuna kitu ambacho kiendeki. Ndio ni kama vile walikuwa wako wanachana ka distance kidogo. Gouverneur titulaire na adjoint wake. Tanisha wakamkaribisha, akapewa maonere kwanza Purusi kwanza kwa sababu naye alikuwa tokea Kinshasa. Akaingia kwanza yeye kwa turu ya kwanza, akapewa maonere. Baada kupewa maonere kama unavyoona akarudi sasa kumpokea yeye kiongozi Mwindo Zangi. Ndio Mwindo Zangi ameingia na karibishwa kabisa. Na alikuwa anavaa tu kama kawaida kwa sababu kiangalia ni waziri pekee ambaye alikuja anaingia mjini Uvira na kukia mshemize. Na wengine wote wanakuja kama veste kama vile ba Floribert Nzuruni, Gimwa Vita Kabombo, Aime Boji na wengine wanakujaka wanavaa vizuri sana, lakini yeye Mwindo Zangi alikuja anavaa kawaida tu, na hata pantaloni ukiona yenye alikuwa anavaa kama unavyoona ilikuwa ni ya kawaida tu. Na akaja mobilisation ilikuwa kabisa kutosha kwa vyama ambavyo vilikuja kumpokea. Kulikuwa chama cha kisiasa cha FDC yake Modeste Bati Lukwebo, chama darakani cha UDPS, niseme tu vile vyama vya mseto wa Union Sacrée vilikuwa pale. Kulikuwa ANC, kulikuwa DRP, kulikuwa Bireke ambavyo vilikuwa ni vyama ambavyo vilikuja kumpokea. Nini kimleta Zangi Uvira? Mwindo Zangi ilikuwa alikuja kutembelea kwanza viwanda. Alitembelea kiwanda cha Bwegera ambacho kinakuwa kinatengeneza mavitu fulani pale maeneo ya Bwegera. Ni miaka kutosha haswa ambacho kiwanda ikiwa kitumiki, na kwa siku zilizopita wakati tulikuwa tunajielekeza Luvungi kwa kufanya habari zetu si watangazaji, nadhani uliwahi kuona hata mwenyewe DJP father uliona kiwanda hicho cha Bwegera mshakuwa pori nyingi sana majani na hata wafanyakazi wamoja wako wake walikuwa wako hapo Bwegera. Lakini yeye alifanya kwanza meeting kabla hajaenda Bwegera, alifanya meeting pale maeneo ya espace ambayo inaitwa Orange Mwaveni Faza tujue barabara. Aka meeting yake kufanya hata dakika 20. Rais wa nchi ananitumana nikuje kuangalia. Kwanza amewasalimia raia wa Uvira. Pili anawapenda sana juu Uvira, watu wa Uvira mko watu vraiment mparmi wa peuple congolais wenye bako na esprit vraiment ya resistance, mresiste face agresseur wetu Rwanda. Juu vile vraiment alitumana na hivyo gouvernement congolais litumana kama mashine zilikuwa kutumika Bwegera, lakini ndio anatumana ki verifier eske comment eske manaweza kurelancer ma activité za hiyo maizine zisaidie babiana na waanze tumika makazi. Ile izine sina nini ndio alikiwa leta ile mashine rubuta. Ndio. Unasikia. Sasa na kabla janza hotuba yake alijionyesha kwamba yeye alijipresenter na maministeri shawahi kutumika zote. Na wakati alizungumzia swala la kusema kwamba Felix Tshisekedi anakiangalia jinsi atarelancer ma activité juu yapata meme siku miaka za kutosha izine ya Sekretari nayo de Kiliba haitumiki, ilifo yote zitakuwa relancer d'ici peu. Ilifo sasa yeye akiinspecter angalia jinsi makazi zinaweza zikaanzishwa. Akatoka baada hapo dakika tu kama ngapi tunashukuru basi akaimba wimbo wa taifa na akachukua gari akajielekeza Bwegera, ambapo kabisa hali ilikuwa sio ambayo tulisafiri, mvua ilikuwa iko nyingi sana. Kwa hiyo tutegemee kwamba ujio wa Mwindo Zangi Sekretari ya Kiliba itaanza kufanya kazi pamoja na izine ya Bwegera. Ile izine ya Bwegera si ndio ilikuwa ya kutransformer nani bunga? Ndio bunga, mamichele, vitu gani? Na kufabrika spaghetti. So gisi yeye anakuja alirasire kwamba bitaanza kufanya kazi. Analize ndio gisi alirasire hivyo. Okay. Lakini kwa analize zangu niseme kwamba sina imani nayo, niko na imani ya 50%. Pourquoi? Juu ministre wa industrie haijapata miezi 2 ama 3 anatoka hapa Uvira ambaye demissionaire hapa ambaye Emeboji Sangara. Alipita kule kote. Kwa nini raporo mwenzake asijikonfera siende muona bwana Malinga demissionaire utuambie raporo hii ya kwa mission effectuée Uvira tupatie nayo tujirefere nayo. Nija kutanisha kwamba kila mtu kila waziri kwa taka justifier mafrais de mission yake kule na imsaidie angalete renforcement fortune zake. Ndio gisime naona tu ile yote kote kwenye alipita ministre nani Emeboji wakati kwa ministre alipita hiko. Sio kwamba ni kila mtu kwa taka apite hapo Uvira aoneshe kwamba alipita mu zone yenyewe kwa resistance mwampatie mafrais de mission juu il faut atariske maisha yake et tout consort na wana débloquer franga za kutosha na bose ana
anabloke zile franga. Nimeona pia wazee wa radi walikuwa pale, coordinateur wawili provincial Ndio, wa radi viongozi wa walikuwa pale, moja wengine viongozi wa moja wazalendo. ndio wazalendo na wa vyama kisiasa walikuwa pale kuja kujipresenter. Lakini upande mwingine ilikuwa moja viongozi wa moja vyama kisiasa ilikuwa ni kutafuta tumbo zao kuja kupitia kuangalia madelegation zikifika zinakuwa na wacha envelope kidogo. Lakini wamegonga mwamba kupitia waziri huu Mwindo Zangi kwa sababu hawaacha hata senti. Zangi mimi siwezi kumlaumu Zangi. Unaona Kongo washatengeneza kitu kwamba minister akishapita sehemu anaacha supu kidogo, anaacha envelope. Sasa ndio wote unaweza fanya hivyo, kila mtu ashakuya banaenda bategemee bapewe, hata waandishi wa habari. Ndio wewe kama unaenda kuchukua habari pale, chukua habari na ninaurudie. Sasa unaongoja bakupatie nini? Itakusaidia hata kwa nauli. Walikuita kama wakukuita haina haja ya kwenda. Kama unaenda chukua habari gisi sisi tunafanyaga, unaenda unachukua habari, unarudia, unatangaza ile. Kama unatangaza ukijisikia unatangaza, kama hujisikii unaacha. Ndio ushaelewa. Lakini Mwindo Zangi mimi nampa chapeau na aendelee hivyo. Akifika sehemu hakuna kuachia sehemu societe civile envelope. Unampa chapeau wakati kuna watu wa kutosha, raia walikuja na madrapo wanakuja kumsupport. Balitwa waziri anakiangalia kazi ziko. Eske nilikuita ni mobilize watu wasiba nibaki wanipokee? Hapana. Ndio hii problem ya Kongo iko. So Mwindo Zangi basi mlaumu, ni ile inatakiwa tubadilishe façon ya kuwa nafanya vitu. So waziri anakuya, mnamobilize watu kule, mnategemea mtapewa envelope. Hawaendaki sema juu ya mapenzi ya kupokea mtu. Waendaka juu après hapa tutapata envelope kidogo. Ndio après hapa kuko consultation. Tunaona ba meboji kisema balukie ba guy mwanja vita kisema biko nacha mafaranga za mingi. Hii franga yote kwa nini isifanye kazi za nani za serikali? Na wengine watu walikuwa wanaona pesa tu za hapa Uvira, lakini kwa zingine vyama kisiasa, viongozi wa vyama kisiasa na mashirika za kiraia walikuwa wanamkuta mpaka kule Burundi. Wanaanza ona naye kwa hoteli kwenye iko ifuto tu recevoir tupatie audience. Anasema kidogo akisha wanampatia envelope. Ile envelope itaonyeshwa kwa raia na utaonyesha kwamba franga za serikali ziko zinakuliwa sana. Ndio maana mimi nasema nchi yangu Kongo ina pesa nyingi sana. Kuna pesa nyingi sana zipo na zitumike jinsi inavyostahili. Inastahili. Na hapana waziri anakuya anasa societe civile mnaenda kumuona envelope $10,000. Bo tuseme ndio $1,000. Ndio sasa zinakuwaka $10,000. Si hapa kima Javida alipana 10,000. Unasikia? $10,000. Haya kushi yani ya mama banakuya $10,000. Babi ya kisoda kima Javida alipana $25,000. $25,000. Haya wengine wanakuya zile franga tu unapiga hesabu. Na baiti jamba alikuwa pale $5,000. Ba infirmier walikuwa pale $5,000. Ile ni probleme yenye watu washatia mwakili. Sasa ifo kuwa nafuta ile. Hiyo tuishie pale wana. Mambo mengine utafuata hii mambo ya Mwindo Zangi kupitia hapa Baraka1 TV pia na Mwangaza TV. Uvira jambo. Kwa majina mimi ni Mwindo Zangi Butoto. Na nimekuwa kwa muda mrefu waziri wa vyuo vikuu Enseignement supérieur. Nikakuwa vile waziri wa development rural. Sasa Rais Tshisekedi aliniambia nikuye nitengeneze mambo ya kulima. Mnalimaka huko? Walimaji wako wapi niwaone? Watu wangu hapa. Nafurahi kufika hapa Uvira
Uvira mumeweza kuresiste mzuri, lakini nilikuja kwa mambo ya kulima. Tulikuja sababu mnajua president alinunua vitu mingi, iwepo mamule ambayo iko pale Bwegera, sababu ya kusaidia watu kufanya kilimo hapa Uvira mzuri na kupata chakula. Sasa hivyo vitu vimeikala pale muda mrefu, bado havijaanza fanya kazi. Ndio maana nilisema nikuje niangalie namna gani vitaweza kutembea tena. Unajua kama katika hii region tulikuwa vile na Sikeri Kivu ambayo mlikuwa naita zamani Sikeri ya nini? Ya Kiliba. Nayo imeikala muda mrefu, wakati zilipita ilipatiliwa watu wa Tanzania waweze kuitengeneza, lakini inaonekana nao wanafanya nini? Wanafanya na uzembe kidogo. Ndio maana tunakuja ili tuone namna gani hiyo kiwanda kubwa inaweza tena kurudia kazi yake, kusudi wale ambao walikuwa wanaishi na mambo ya sukari waweze kuendelea kupata chakula yao kupitia pale. Hivi sitasema mingi, nitawaambia tu aksanti kwa sababu munaendelea kukua kwa Republique Democratique du Congo nchi yetu. Tawaambia aksanti sababu munaendelea kuresiste kama waresista. Tawaambia aksanti sababu munaendelea kusitemi Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo ambaye ni president wetu. Tawaambia vile aksanti sababu mulikubali kupokea gouvernement provincial ya Sud Kivu kupitana na matata ambao walipata Bukavu, wakakuja hapa mkawapokea vizuri. Tawaambia vile taprofite kupatia pole na aksanti kwa askari jeshi wetu ambao wako hapa, wanaendelea kufanya kazi ya mzuri na nyinyi mnaendelea kuwapatia confiance. Nitaprofite vile kuweza kuwashukuru wa polisi ambao tunakuwa nao hapa wanafanya kazi. Wabibi wa askari ambao wanakuwa hapa, nitawafelisite wote, na ya mwisho siwezi kumaliza kama siwafelisite wazalendo. Uvira muko. Tawaambia kitu moja tu. Ya kwanza, hii mambo ya kusema tuungane tutumike basi moja. Huyu mtu mwenye anazungumza na nyie hapa ndio mwenye aliweza kukuvengere wakubwa wa nchi kusema hao vijana mnawaita vijana ni wazalendo, wanaweza kutusaidia kufanya kazi. Lakini msikilize, nawaambia kitu moja. Mimi wananiita mzalendo mkuu. Mzalendo ni mtu mwenye anaitika kuacha kazi yake na kwenda kupigania nchi. Haiko vile. Mzalendo haiko komersa wa silaha. Mzalendo haiko mjambazi. Mwasikiliza? Mzalendo haiko group arme. Mzalendo ni mtu mwenye anasema hii saa mimi nakamata silaha nisaidie nchi yangu isifanye nini? Isianguke. Ndio maana nitawaambia wazalendo wote wenye wako pale lazima muendelee kujikomporte na dignite yote, sababu ile jina ya mzalendo leo katika nchi mzima imekuwa symbole ya resistance. Tusionekane mambo ya kuiba, tusionekane mambo ya kupiga marasi ovyo ovyo, tusionekane mambo ya kulipisha matax, sababu mzalendo ni mtu mwenye iko dinye. Na leo nitaweza kuambia message ya kusema Republique Democratique du Congo yote iko fier na kazi yenye wazalendo wamefanya mpaka sasa hivi. Lakini tuendelee kukomunike na kukolabore na jeshi yetu ya Kongo, sababu katika nchi lazima jeshi ndiyo ikuwe na desi kwa mambo yote ambayo yanafanyika.